Tunawasalimu nyote wapendwa wasikilizaji, mnaendelea kutufuata kwenye redio Gakondo. Mimi ni Mandevu Ndashoma. Baada ya ujumbe ambao tumepata kwenye mtandao, ujumbe huo umetoka kwa akaunti ya mwenyewe msemaji wa jeshi la M23 Colonel Willy Ngoma. Sasa tumependa tufahamu vizuri kuhusu ujumbe huu ambao inasemekana kuwa aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila amewasili mjini Goma. Ndiyo maana tumemtafuta Luteni Kanali Ngoma tupate kufahamu vizuri kuhusu maneno haya. Tunakukaribisha sana Luteni Ngoma. Sasa tumeona ujumbe wako kwenye X au ilikuwa Twitter ya zamani, ukisema kwamba mmemkaribisha mjini Goma aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila. Je, ni kweli amewasili mjini Goma? Hiyo ni ukweli, iko ndani ya mgini ya Goma, iko kabisa na sie pamoja. Asante sana. Asante sana. Mnamkaribisha, anakuja kwa kujiunga na AFC au anakuja kama mkongomani kama wakongomani wengine? Usisome kabisa barua ndani ya envelope. Iko ndani yetu, anakuya deja, iko ndani yetu. Ili kabisa ujue hiyo kabisa. Asante. Yengine ni baadaye. Asante sana. Sasa mjini Kinshasa inawezekana watababaika sana kusikia baada ya speech yake au hiyo diskuru yake ametuma, lakini sasa kufika kwake Goma kutakuwa tetemeko kubwa mjini Kinshasa. Je, itakuwa na mafanyiko gani kwa AFC M23? Hiyo tutajua kabisa baadaye, lakini Waswahili wanasema mwenye yuvu ajinyonge. Ni shangwe, furaha na hoihoi kwa wapiganaji wa M23 wanaomiliki mji wa Goma. Miezi mitatu iliyopita walipotimua serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapambe wao wote ambao walikuwa wakisaidiana ikiwemo SADC na wanajeshi wa nchi ya Burundi ambao walitumwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupiganisha M23 wanaopigania haki ya raia wa Kitutsi ambao wamekuwa wakiteswa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuendelewa kuitwa wageni nchini humo. Tumeanza kumsikia msemaji wa M23 Luteni Kanali Willy Ngoma alipokuwa akifanya mahojiano na mwanahabari wetu Mandevu Ndashoma, akimhakikishia kwamba rais mstaafu Joseph Kabila Kabange aliyekuwa akiongoza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia mwaka 2001 mpaka mwaka 2019 ameweza kuwasili mjini Goma. Ni baada ya mazungumzo aliyofanya ya hotuba akiwahutubia wananchi wa Jamhuri ya Kongo baada ya kutolewa mamlaka na serikali ya Kinshasa CENI ilipoketi chini na kusema kwamba ni lazima waweze kumtoa mamlaka yake yote ili aendelee kufuatiliwa kwa jambo ambalo serikali ya Kinshasa inamshutumu ikiwemo ni kuunganishwa na vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni aliyekuwa mstaafu rais wa nchi ya Kongo Joseph Kabila Kabange ambaye amewasili pamoja na Maitre Moise Nyarugabo kutoka kabila la Wanyamulenge aliyekuwa ni kiongozi bora nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye CENI alipokuwa akiwaomba mara nyingi serikali ya Kinshasa kuendelea kuweka wafanye mazungumzo na nchi na wanajeshi wa AFC M23 ili waendelee kuleta amani mashariki mwa Kongo na makundi mengine yanayomiliki silaha, lakini jambo hilo nchi ya Kongo imeweza kulitupilia mbali na kusema kwamba haliwezekani, ila wataweza kutumia nguvu za kijeshi na kuendelea kujitafutia usalama na amani. Jambo hilo la serikali ya Kinshasa kukataa katakata na kusema kwamba watatumia nguvu za kijeshi ikiwemo viongozi tofauti. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Kinshasa, alisema kwamba haitawezekana kamwe kuketi na Watutsi au viongozi wa AFC M23 kwa meza moja na kufanya mazungumzo ya kurejesha amani mashariki mwa Kongo.
kukataa kwa kufanya mazungumzo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa kundi la M23 ambao walikuwa wakipigania haki ya wananchi wao wa Kitutsi ambao walikuwa wakiteswa na wananchi wengine mashariki mwa Kongo kwenye vita ambavyo vilikuwa vikiwaunganisha na serikali ya Kinshasa, wameweza kudhibiti sehemu nyingi ikiwemo ni mashariki mwa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo na Kivu Kusini na sehemu zingine ambazo wanaendelea kuzimiliki kwa sasa, ambapo inalinganishwa na 15% za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini kote wanamiliki, huku nikikukumbusha kuwa sehemu ambazo zinaishi au sehemu ambazo watu wanaishi mashariki mwa Kongo na nchini kote ni 48%, huku 52% zikiwa ni msitu wa Kongo. Hivi sasa habari ambazo tumeweza kuzipokea kwenye Gakondo TV ni kwamba aliyekuwa ni rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameweza kuwasili baada ya kuhutubia ulimwengu na wananchi wa Kongo, kusema kuwa hivi karibuni atakuwa akirejea nchini mwake baada ya miaka mingi akiwa nje ya nchi, huku chama chake cha PPRD kilikuwa kikishutumiwa na kuendelea kunyanyaswa mashariki mwa Kongo nchini Kongo, huku wakiendelea kuwatoa mamlaka na vitu vya kabila rasmi vikiendelea kuchukuliwa na kuendelea kusaka nyumba za aliyekuwa ni rais wa nchi ya Kongo Joseph Kabila Kabange, jambo ambalo lilimfanya kukimbia nchi na hivi sasa ameweza kurejea. Kama mlivyomsikia Luteni Kanali msemaji wa M23 upande wa kijeshi ameweza kuhakikisha habari hizo na kusema kwamba wameweza kumpokea, wako na yeye, na hivi sasa ni furaha kubwa kwa M23 na chama cha AFC Alliance Fleuve Congo na wakaaji wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wote wanaendelea kulia shida ya usalama na kuendelea kunyanyasika na serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi, huku wakiendelea kuungana na serikali ya Burundi kuwaua raia wasio na hatia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kongo, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Gakondo TV, Hosbon Ndagiro. Nico gisubizo ca mbere mu buzima, kirazira gutega amaboko agakubitwayo, nibwo butware bwa mbere ugomba kwitwaza. Kwigwa naho ubura umuntu w'intwari kandi w'umugabo, nubibonye wese aragukunda akagushigikira. Hayiwe kamuha akimuha n'akazi imvura ihise, ni wowe mugani bahora bavuga burya n'ukuri. Rwanda ho ruzahagurukira, ruzasanga nawe wihagazeho, atari uko nshuti yanjye wabura yepfo na ya ruguru. Nta muntu ugukunda iyo uriyo mu myonga, ariko yawazamutse ukagera ku musozi yoho, rubanda rwose rurakubona rugatangira ati twaragusengeye. Kwigwa naho ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu wese yo, byagera iyo urengana wihagarara inshuro igihumbi. Kwigwa naho niyo ntwari yonyine ikubereye nanjye ndereye yo. Harakabaho twigwaneho, harakama bakabyara, ubaye umugisha, ubamare gukoba, nukuri wabe hafi. Harakabaho twigwaneho, harakabaho ababyeyi, harakabaho twigwaneho, barakama bakabyara, ubaye umugisha, ubamare gukoba, nukuri wabe hafi. Harakabaho twigwaneho. Kirazira kuba udafite gakondo iwanyu,
bahora bababesha ati ni wanyu ariko bahora babacira mu maso babatoteza abagize nk'ibicibwa harakabaho twirwaneho harakama bakabyara ubahe umugisha ubamare gubwoba n'ukuri wabe hafi harakaba